Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji na wasikilizaji, niwasalimie tena katika jina la Yesu Kristo. Wanafikiria hai. Kumbuka hii ni safari ya wokovu, episodi ya 3. Tangu nilipoishia pale episodi ya 2, leo ni episodi ya 3. Na siku ya leo tutakwenda kuangazia somo letu, mwendelezo wa somo letu ambalo tutaona namna gani ambavyo tunataka hapo nyuma. Naomba Mungu wa mbinguni atusaidie, atuwezeshe tupate kuendelea. Asante sana. Ndugu zangu wapendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Katika sehemu ya kwanza mfululizo wa somo hili tunajifunza maana halisi ya safari ya wokovu na kuona kwamba si tukio la papo kwa papo, bali ni safari ndefu inayofananishwa na kutoka kwa wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani. Katika sehemu ya pili tulichambua hatua kuu 3 za safari hii. Tukaona kuhesabiwa haki, tukaona utakaso na tukaona kutukuzwa. Tuliona kwamba sasa tuko kwenye hatua ya pili, yaani hatua ya utakaso, ambayo ndiyo safari yenyewe ya kila siku hapa duniani. Sasa katika sehemu ya 3 tunakuja kwenye swali la msingi na la vitendo zaidi. Msafiri anahitaji nini ili afike salama? Msafiri anahitaji nini? Hakuna askari anayeingia vitani akiwa na mikono mitupu. Hakuna mpanda milima anayejaribu kukwea mlima Kilimanjaro bila kifaa. Hata katika maisha ya kawaida huwezi kusafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Mbeya bila kuwa na tiketi au begi la nguo na wakati mwingine fedha za kununulia chakula njiani. Hivyo hivyo, safari ya wokovu, mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Mungu wetu ni mwenye hekima, hajatuacha bila vifaa. Ametupa zana muhimu za kuwezesha kuvumilia, kukua na hatimaye kufika salama. Lakini tatizo ni kwamba Wakristo wengi wamekuwa kama askari wanaoenda vitani huku wamebeba miavuli badala ya silaha, au kama wasafiri wanaolala kituoni wakisahau treni inaondoka. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, leo tutachambua vifaa 4 muhimu ambavyo kila msafiri wa kweli anapaswa kuwa navyo katika gari la nguo. Vifaa hivi ni neno la Mungu, maombi, Roho Mtakatifu na ushirika wa ndugu. Andiko letu kuu litatoka katika Biblia, nalo linasema neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu, katika Zaburi 119:105. Ukiwa na vifaa hivi safari itawezekana. Ukikosa hivi tutaadhimia njiani. Tuanze na kifaa cha kwanza ambacho ni neno la Mungu. Neno la Mungu, lamani, chakula na silaha ya msafiri. Hiki ndicho kifaa cha kwanza muhimu katika safari yetu. Neno la Mungu, yaani Biblia takatifu, inafanya kazi 3 muhimu katika maisha ya msafiri. Neno la Mungu ni lamani ya safari. Ukisafiri mahali usipojua, ukisafiri kwenda mahali usipopajua, unahitaji ramani, au leo hii ni GPS. Bila ramani utapotea. Hivyo maisha ya Kristo kama msitu mkubwa wenye njia nyingi za kupotosha, na watu wanakuambia hii ndio njia, lakini wenyewe wanakuelekeza shimoni. Mfalme Daudi, mtunga Zaburi, aliyekuwa amepitia safari ndefu na magumu, alitamka maneno haya yenye nguvu katika Zaburi 119:105. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Angalia mambo mawili hapa. Kwanza, anaanza kusema neno la Mungu ni taa ya miguu. Hii ina maana kwamba neno linamulika hatua ninayokaribia kanyaga. Si taa inayomulika kilomita 10 mbele, ni taa inayomulika pale nilipo. Miguu yangu iko katika hatari gani leo? Nijaribu gani limenizunguka sasa? Neno la Mungu linanionyesha ni lini nigeuke, na ni lini nisimame, na ni lini nipite. Hili ni neno la Mungu, ni mwanga wa njia. Hii ina maana kwamba pia linaangaza kwa mbali zaidi, linaonyesha mwelekeo mzima wa safari. Mtu asiyesoma Biblia anakuwa kama kipofu anayepapasa ukutani kwenye giza. Hajui anapotoka wala anapokwenda. Hana msimamo wa kukemea dhambi wala kujua mapenzi ya Mungu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, kumbuka pia neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Neno la Mungu ni chakula cha kiroho. Huwezi kusafiri ukiwa na njaa. Msafiri mwenye njaa huanguka njiani na hatimaye hufa.
Hivyo hivyo kiroho, na Wakristo wamekuwa wagonjwa utapiamlo wa kiroho. Wanakula chakula cha moto, yaani Jumapili moja kanisani, halafu wanakaa siku sita bila kugusa Biblia. Hawashangai kuona miili yao ya kiroho imekonda na kushindwa kupambana na dhambi. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, Yesu mwenyewe alipokuwa jangwani akijaribiwa na Shetani, alikataa kugeuza mawe kuwa mikate. Badala yake alinukuu Kumbukumbu la Torati 8:3, anasema kwamba mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Katika Mathayo 4:4, kama vile mwili unavyohitaji chakula kila siku ili kuendelea kuwa na nguvu, hivyo hivyo na roho yako inahitaji kujilisha neno la Mungu kila siku. Hakuna njia ya mkato. Huwezi kuhifadhi maandiko Jumapili na kutarajia ya kutosha kwa wiki nzima. Unahitaji kila siku. Hapa natoa changamoto kwa wewe msafiri. Je, una muda wa kusoma Biblia kila siku? Kuna muda unasoma magazeti ya mitandao ya kijamii kwa masaa 3, lakini huwezi kusoma Biblia kwa dakika 10 tu. Unachokilisha zaidi ndicho kitakachokuwa. Ikiwa unaulisha mwili zaidi roho itakufa taratibu. Ukiwa unaulisha mwili zaidi kuliko roho itakufa taratibu. Neno la Mungu ni silaha ya kupambana na adui. Msafiri wa kiroho yuko vitani. Shetani, dunia na mwili ni maadui watatu wanaokupitia njiani. Ili kushinda vita hivi unahitaji sio tu ngao, bali upanga. Paulo katika Waefeso 6:17 anatutaka tushike upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Anaposema kwamba vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Kumbuka jinsi Yesu alipomshinda Shetani jangwani. Hakujibu kwa mbinu za kisaikolojia, hakujibu kwa maneno matamu. Kila jibu alilomletea Shetani, kila jaribu, Yesu alijibu kwa kusema imeandikwa. Alitumia neno la Mungu kama upanga. Msafiri asiye na neno la Mungu ni kama askari asiye na risasi. Wakati Shetani anakuletea hofu, unapaswa kukumbuka andiko gani? Wakati anakuletea tamaa ya dhambi, unapaswa kukariri andiko gani? Kama huna maandiko ndani ya moyo wako, utashindwa mara kwa mara. Niseme tu kwamba ushauri wangu kwa msafiri, hifadhi neno la Mungu moyoni mwako. Usisome tu na kusahau, kariri maandiko, yashike maandiko, weka maandiko kwenye simu yako au ukutani. Neno ndilo risasi yako. Kila risasi bunduki ni fimbo tu. Mpendwa mtazamaji, sababu za kupuuza neno la Mungu. Napenda kutaja sababu kuu 3 za kawaida zinazofanya wasafiri wapuuze neno la Mungu. Sababu ya kwanza ni uvivu wa kiroho. Watu wanasema sielewi nisomacho. Kweli ni kwamba hawataki kujitahidi. Roho Mtakatifu anatolewa kufundisha, lakini ikiwa hutafungua hata ukurasa, atakufundisha nini? Lakini sababu ya pili ni shughuli nyingi za maisha, kazi, biashara, familia, shule. Lakini Yesu alisema katika Mathayo 6:33, utafuteni kwanza ufalme wake. Kitu cha kwanza ndicho cha muhimu zaidi. Je, wewe kusoma Biblia ni kitu cha ngapi kwa kila siku? Sababu ya 3 ni kuridhika na kusikia tu. Na watu wanasema anasikia mahubiri Jumapili, hiyo inatosha. Kuna shida na mtu anayekula tu Jumapili. Iko shida. Huyu anakula chakula kilichotafunwa na mtu mwingine. Unahitaji kujifunza kula mwenyewe. Kuna lishe tofauti unaipata unapomsomea Mungu peke yako faragani. Jambo la pili ambalo tulikuwa tunalizamini maombi. Maombi ni mawasiliano na kiongozi wa safari. Ukiendelea na vifaa vyetu, kifaa cha pili ni maombi. Neno la Mungu ni Mungu akizungumza nasi. Maombi ni sisi tukizungumza na Mungu. Safari yoyote inahitaji mawasiliano kati ya msafiri na kiongozi. Bila maombi, msafiri anakuwa ametengwa na chambo cha uongozi. Maombi ni pumzi ya msafiri. Kama vile inavyotuweka hai, maombi ndivyo yanavyotuweka hai kiroho. Hatuombi kwa sababu ni desturi ya dini. Tunaomba sababu ni hitaji la msingi la maisha ya kiroho. Mtu anapokosa maombi ni sawa na mtu anayezuia pumzi yake, lazima atazimia tu.
Mtume Paulo alituamuru katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17, anasema ombeni bila kukoma. Haimaanishi huwa umepiga magoti masaa 24. Inamaanisha kwamba mawasiliano yako na Mungu yasiwe ya kikomo cha wakati. Unaweza kuomba unapoendesha gari, unapopika, unapofanya usafi. Moyo wako unakaa katika mazungumzo daima na Mungu. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, Yesu mwenyewe ambaye alikuwa mwana wa Mungu alikuwa mtu wa maombi ya kudumu. Katika Marko 1:35 inatuambia asubuhi sana kulipokuwa giza aliondoka, akatoka akaenda mahali pasipokuwa na watu, huko akaomba. Kama Yesu alihitaji kuomba, si zaidi sana wewe na mimi? Maombi ni kuomba msaada katika safari ya wokovu. Ni ngumu. Kuna wakati tunajikwaa, hatujui la kufanya. Kuna wakati tunakosa mwelekeo. Ndio tunapaswa kupiga magoti na kumuita Mungu, kumuita yule kiongozi wa msafara ambaye ni Mungu mwenyewe. Katika Zaburi ya 50 sura ya 15 kuna ahadi hii: niiteni siku ya dhiki, nitakuponya nawe utanitukuza. Mungu hatupi vifaa kutuambia safiri peke yako. Yeye anataka tuwe na mawasiliano naye. Njia ya uzima. Yeye ni njia ya uzima. Kuna mambo matatu muhimu tunayozungumza na Mungu katika maombi. Kwanza, kukiri dhambi na kuomba msamaha. Tunapokosea njiani, hatujifichi kama Adamu. Tunakiri, Baba, nimekosea, nisamehe, unisafishe. Maombi ya kukiri yanarudisha uhusiano wako ulioharibika. Lakini jambo la pili, kuomba kunatusaidia ni kuomba maelekezo na hekima. Tunapofika njia panda, tunaomba kama Yakobo 1:5 inavyosema, mtu yeyote kati yenu akipungukiwa na hekima na aombe Mungu awapaye yote kwa moyo mkuu wala bila kukemea, naye atapewa. Lakini jambo la tatu tunalojifunza kutoka maombi ni kuomba kwa nguvu ya ulinzi. Safari na maadui, tunaomba Mungu atukinge dhidi ya mwovu, atupe nguvu ya kushinda vishawishi. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, niseme tu kwamba vizuizi vya maombi, kuna vizuizi kadhaa vya maombi. Maombi yetu yanaweza kuwa na mambo mbalimbali. Napenda kutaja hivi. Jambo la kwanza ni dhambi isiyokujua. Dhambi ambayo mtu hakiri mwenyewe. Mpendwa mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, nataka niseme kitu kimoja kwamba Roho Mtakatifu Yesu kabla hajarudi mbinguni aliwapa wanafunzi wake ahadi yenye thamani isiyo na kifani. Katika Yohana 14:16 katika Yohana 14:16-17 anasema kwamba nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele, huyo Roho wa kweli. Angalia maneno matatu hapa,
Roho wa kweli anatuongoza katika kweli yote, hakuna wakati atakapopotosha. Neno msaidizi kwa Kigiriki ni Parakletos, maana yake ni yule aliyeitwa kuwa kando yetu. Yeye ni msaidizi, mshauri, mtetezi na mfariji wakati wote. Kuishi nasi milele, hatuachi yatima. Yeye hayupo nawe leo kesho akaondoka. Hapana, ako ndani yako daima. Kazi za Roho Mtakatifu katika safari. Roho Mtakatifu anafanya kazi nyingi ndani ya safari, lakini napenda kuzungumzia kazi 5 muhimu. Kazi ya kwanza, anatuongoza katika njia. Wagalatia 5:16 inasema, eneneni kwa Roho wala hamtatimiza kamwe tamaa za mwili. Yeye anajua ramani nzima ya safari. Yeye ndiye GPS ya ndani. Anapokunong'oneza moyoni, usiende huko au sema neno hili, ni muhimu zaidi kutii. Pili, anatufundisha neno la Mungu. Katika Yohana 14:26 anasema, lakini huyo Roho msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, yeye atawafundisheni na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Huwezi kuelewa Biblia kwa akili za kichwa tu. Unahitaji Roho Mtakatifu akufumbue macho ya moyo. Tatu, anatupa nguvu za kushinda dhambi. Kushinda dhambi za mwili si kwa nguvu za kibinadamu, ni kwa nguvu za Roho Mtakatifu anayefanya kazi ndani yetu. Katika Warumi 8:13 inasema, kwa maana mkiishi kufuatana na mwili mtakufa, lakini mkizifiisha kwa Roho utendaji wa mwili mtaishi. 4, anatupa vipawa vya kuhudumiana. Kila msafiri amepewa kipawa Roho Mtakatifu kwa ajili ya kusaidia wasafiri wenzake. Hatuwezi kusema hatuna kitu cha kuchangia, kila mmoja na kitu. Niseme na 5, anatutia muhuri wa urithi wetu. Katika Waefeso 1:13-14 inatufundisha kwamba Roho Mtakatifu arabuni ya urithi wetu. Yeye ni muhuri, ni chapa inayoonyesha kwamba sisi ni mali ya Mungu na kwamba siku moja tutapokea urithi kamili. Tuone namna ya kumtii Roho Mtakatifu, kumridhisha Roho Mtakatifu. Katika Waefeso 4:30 inatuonya, wala msimhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mmetiwa muhuri hata siku ya ukombozi. Namna gani tunamhuzunisha Roho Mtakatifu? Kwanza kabisa, Roho Mtakatifu anahuzunishwa kwa dhambi za makusudi. Unaposikia sauti yake inakuonya, lakini unaendelea na dhambi, unamhuzunisha. Jambo la pili, kwa kukataa kusamehe wengine. Roho ni wa upendo na wa amani. Unapobeba chuki, unazimisha moto wake. Tatu, kwa kumkosea heshima. Kumtendea Roho Mtakatifu kana kwamba ni nguvu ya kufanyia miujiza tu bila kujali utakatifu wake, ni kumhuzunisha. Jambo la 4 ambalo ni la mwisho kabisa katika siku ya leo ni ushirika wa ndugu, usafiri na wasafiri wenzako. Sasa tunakuja kwenye kifaa cha 4 ambacho wengi wanajiuliza, siwezi kusafiri peke yangu, mimi na Mungu. Peke yangu mimi na Mungu. Jibu ni kwamba siwezi kusafiri peke yangu mimi na Mungu. Jibu ni kwamba unaweza, lakini utashindwa. Mungu hakukusudia kuwa wasafiri wa pekee, alikusudia kuwa sehemu ya familia ya kundi ya kanisa. Mfano ni kaa la mkaa. Nikupe mfano rahisi. Chukua kaa la moto kutoka kwenye jiko lenye moto mkali, liweke pembeni peke yake. Nini kitatokea? Litazimika na litageuka kuwa majivu baridi, lakini lirudishe kwenye jiko pamoja na makaa mengine, linawaka tena. Hivyo ndivyo ilivyo Mkristo anayejitenga na ushirika. Mwanzoni anahisi bado yuko moto, baada ya wiki chache anakuwa vuguvugu, baada ya miezi ameshazimika kabisa. Waebrania 10:24-25 inatupa amri hii wazi. Anasema ya kwamba kuaminiana katika upendo na matendo mema, tusiache kukusanyika pamoja kama wanavyofanya wengine, bali tuonyane, na hivyo zaidi kadri muonavyo siku ile inakaribia. Angalia maneno mawili hapa anaposema kwamba kukusanyika pamoja. Huu ndio mkusanyiko wa kanisa, si hiari, ni amri. Tuonyane, hili ni kuhimizana, kukaripiana kwa upendo pale tunapopotoka na kutiana moyo. Lakini jambo jingine niseme tu hapa, sababu
na umuhimu wa kuwa na ushirika, umuhimu wa kuwa na ushirika na wasafiri wenzako. Kwanza, ushirika unatulinda dhidi ya maadui. Kondoo anayejitenga peke yake, yeye ni chakula rahisi kwa simba. Shetani anawawinda wale wanaotengwa na kundi. Ukiwa peke yako, una mtu wa kuomba unapokuwa dhaifu, una mtu wa kukushauri unapopotea, inakuwa ni changamoto. Lakini jambo la pili ni ushirika unatupa msaada katika safari. Wagalatia 6:12 inatuamuru, bebeaneni mizigo na hivyo mtaitimiza sheria ya Kristo. Kuna mizigo mingine ambayo huwezi kubeba peke yako, unahitaji mtu kukushika mkono. Lakini jambo la tatu ni ushirika unatutia changamoto ya kukua. Katika Mithali 27:17 inasema, chuma unoa chuma, kadhalika mtu unoa uso wa rafiki yake. Unapokuwa na ndugu wanaomwacha Mungu, wanakuona unapunguka na wanakuambia ukweli kwa upendo, lakini wanaotuzunguka wanatufinyanga. Hapa nataka nisemaje? Nataka niseme kwamba unapokuwa na ndugu wanaomcha Mungu, wanakuona unapopunguka na wanakuambia ukweli kwa upendo, na zaidi ya yote wanatusaidia wanafinyanga akili zetu ili tuweze kutengeneza na Mungu. Hatari za ushirika mbaya. Wakati tunasisitiza ushirika huu, pia tunapaswa kuwa na hekima. Si kila kundi la watu linasaidia safari yako. Kuna ushirika unaojenga na kuna ushirika unaobomoa. Katika Wakorintho 15 inaonya wazi, msidanganyike na mazungumzo mabaya, uharibu tabia njema. Ukiwa na ushirika wa watu wanaopenda dhambi, wanaodharau neno la Mungu na wanaocheka mambo ya kiroho, taratibu utaanza kufanana nao. Chagua ushirika wako kwa busara. Tafuta watu wanaokuchochea kumtafuta Mungu zaidi, si wanaokuvuta kurudi Misri. Niseme ushirika mzuri ni ule unaokuinua, si kukushusha. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wangu, ninapohitimisha katika siku ya leo, ndugu zangu, hebu tukumbuke kwa ufupi vifaa 4 muhimu sana katika safari hii. Kifaa cha kwanza nimesema ni neno la Mungu. Ni chakula chako cha kila siku, ni ramani inayokuonyesha njia na ni silaha yako ya vita. Msafiri asiye na neno la Mungu ni kipofu anayekwenda kwenye shimo. Soma neno kila siku, litafakari na uliishi. Lakini kifaa cha pili ni maombi. Haya ni mawasiliano yako na kiongozi wa msafara, kiongozi wa safari yako. Maombi yanakuweka hai, yanakupa mwelekeo, yanakupa nguvu. Omba bila kukoma. Omba asubuhi, omba mchana, omba usiku. Usisafiri kimya. Lakini kifaa cha tatu ni Roho Mtakatifu, Mungu kamili. Yeye ni msaidizi wa safari yako, mwalimu wako, nguvu yako. Usimhuzunishe wala kumzima. Muombe akujaze kila siku upya. Tegemee yeye kukuongoza katika maamuzi yote. Na kifaa cha 4 ni ushirika wa ndugu. Ushirika yani kanisa. Hii ndiyo familia ya Mungu, kanisa. Hapa tunapata ulinzi, msaada na changamoto. Usikose kukusanyika na ndugu kama kaa la moto. Kaa pamoja na wenzako ili moto wako usizimike. Nihitimishe kwa kusema kwamba, ndugu msafiri, Mungu hajakuita kwenye safari hii kisha akakuacha bila vifaa. Amejitayarisha kukupa kila kitu unachohitaji, lakini vifaa hivi haviji moja kwa moja, inakubidi wewe kuvichukua na kuvitumia. Unalichukuliaje neno la Mungu? Umekuwa ukilisoma kila siku au umeliacha mavumbini? Maisha yako ya maombi yakoje? Unaomba mara kwa mara, unamkumbuka Mungu wakati wa shida tu, au unamtegemea Roho Mtakatifu? Unatembea kwa nguvu za mwili wako au unatembea katika nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu? Uko katika ushirika na ndugu wanaokujenga au umetengwa na kanisa? Labda leo unatambua kwamba umekuwa ukisafiri na umesahau begi lako nyumbani. Umekuwa ukijaribu kumtafuta Mungu kwa nguvu zako mwenyewe na umeshindwa. Leo ni siku ya kurudi kwenye vifaa alivyotupatia Bwana. Kumbuka kwamba safari ya wokovu si ya mtu binafsi tu, ni safari ya familia. Hakuna anayefika mbinguni akiwa peke yake. Tunahitaji wenzetu, tunahitaji neno, tunahitaji maombi, na zaidi ya yote tunahitaji Roho Mtakatifu ambaye katika huyo atatuwezesha. Tuombe. Bwana Mungu, Baba yetu mwenye upendo, asante kwa kutupatia vifaa hivi vyote tunavyohitaji katika safari yetu ya wokovu. Na kuomba Bwana unifundishe kulipenda neno lako, kulisoma kila siku
nipe moyo wa maombi, nikutafute wewe si tu wakati wa shida, bali kila wakati. Nijaze Roho wako Mtakatifu upya leo, na uniongoze katika njia yako, na unisimamishe katika ushirika wa ndugu na dada watakaonichochea katika kukua na si kuniangamiza. Bwana, naomba nisiwe msafiri mzembe aliyepokea vifaa lakini akavipuuzia. Nipe neema ya kutumia vizuri kila ulichoweka mkononi mwangu katika safari, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu, amen. Pendo mtazamaji na msikilizaji, tukutane katika sehemu ya 4 ambayo tutaangalia ni kitu gani ambacho nimekuandalia. Mungu wa mbinguni akubariki. Naitwa mtumishi